Ujumbe wangu wa leo, nyakati tulizopo zinahitaji watu mashujaa. Nyakati tulizopo au tunazoishi kwa sasa zinahitaji watu mashujaa. Nitakuonyesha kwa nini nyakati hizi zinahitaji watu mashujaa. Na je, kama wewe si shujaa, unaweza kutoboa? Utavuka kweli hapo? Nyakati tulizonazo zinahitaji watu mashujaa. Kila nyakati katika maisha zina aina ya watu wanaohitajika. Kwenye kila nyakati katika maisha haya zina aina ya watu wanaohitajika. Kila nyakati unazoziona kuna aina ya watu ambao wanahitajika. Na nyakati tunazoishi kwa mujibu wa unabii ni nyakati za hatari. Utaona kwa mfano kuna maandiko mawili ambayo nataka niyasome, ambayo Mtume Paulo alimwandikia Timotheo. Timotheo alikuwa ni mwanafunzi au mtoto wa kiroho wa Mtume Paulo. Katika kipindi hicho ambacho Timotheo anamtumikia Mungu, kulikuwa kuna mambo mengi sana, na hivyo Roho wa Mungu akawa amemvuvia Paulo ili kwamba alipashe kanisa habari za nyakati za mwisho. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa kwanza. Kitabu cha Timotheo wa kwanza ile sura ya 4 na ule mstari wa kwanza. Biblia inasema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi wataikana imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasema uongo, wakichomwa moto dhamira zao wenyewe, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokelewe kwa shukrani, na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukrani, kwa kuwa tumetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Mtume Paulo anaongelea kwa habari ya nyakati tulizo. Anasema Roho anena waziwazi kwamba nyakati za mwisho wengi wataikana imani. Kwa hizi nyakati za mwisho au nyakati tunazoishi sasa, maana yake ni nyakati ambazo zina vurumechi za kila namna. Na kama ni nyakati ambazo zina vurumechi za kila namna, basi kuna namna ambavyo Mungu anatutaka tuishi ili tuweze kushinda katika hizo nyakati. Lakini pia utaona andiko jingine la pili, Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza. Timotheo wa pili sura ya 3 na ule mstari wa kwanza. Anasema, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Kutakuwako na nyakati za hatari. Nyakati za hatari. Na sisi sote kwa kusikiliza vyombo vya habari, lakini pia kwa kuangalia mfumo wa maisha, jinsi ulivyo, mienendo ya watu mbalimbali, jinsi ilivyo, tunaweza kupata proof na ukweli wa hiki ambacho kimetolewa kama unabii na Mtume Paulo. Anasema siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Mstari wa pili nasema, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Kutakuwa kuna wimbi kubwa la watu ambao wanajipenda wenyewe, yaani topic kwao au
subject kwao ni kujipenda wao wenyewe kwanza. Maana yake hawajali mambo ya mtu mwingine, hawajali mtu mwingine yukoje, anaendeleaje, atajijua mwenyewe, atajijaza mwenyewe huko. Hizi nyakati za mwisho. Ndio maana unaweza kuona katika nyakati hizi hata mahali unapokaa kila mtu ana biashara zake, kila mtu ana mpango wake. Hakuna mtu anaweza kumuulizia mwenzake akamjulia hali, tofauti na nyakati za zamani. Watu walikuwa wanajuliana hali, wanatembeleana. Lakini leo hii mambo yamekuwa magumu kweli. Kila mtu yuko kivyake. Anasema watu watakuwa ni kujipenda wenyewe. Lakini pia wasiotii wazazi wao watakuwa ni watu ambao hawana utii. Kwa swala la kutokuwa na moyo wa utii ni swala la kimfumo kabisa, ambalo katika nyakati hizi kuna roho nyingi sana ambazo zinatokea kuzimu. Kuna roho nyingi ambazo zinatokea kuzimu na kuivaa dunia na kumkalia kila mtu, ili kugeuza mindset, kugeuza mioyo na namna ya kutazama, namna ya kuona, ili watu waishi maisha ya kuogopana. Biblia inasema watu watakuwa wasiotii wazazi wao, watakuwa hawatii wazazi wao. Utaona ule mstari wa pili, nirudie tena. Mstari wa pili, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha. Unaona, kupenda fedha. Sasa hivi watu mjini, fedha, pesa mbele. Una pesa, wewe sio thamani, sio utu. Leo hii hakuna utu tena. Watu hawaangalii utu wa mtu, wanaangalia pesa alizonazo mtu. Una pesa, unakaa pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu akiwa ana shida kiasi gani, hawezi kusikilizwa, hawezi kusaidiwa. Watu wanaangalia pesa zaidi, sio utu. Kwa unaona, watu watakuwa wenye kupenda fedha. Lakini pia wenye kujisifu, wenye kujisifia, wanajisifu. Mimi bwana nimesoma, mimi bwana, anajisifu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unaona pia wenye kiburi, wenye kiburi, manake hawaambiliki. Wenye kutukana, matusi kwao ni jambo la kawaida. Wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani. Hawezi kuwa na shukrani, hata kama ungetenda jambo gani kwake hawezi kushukuru, hawezi kusema asante kwa kuwa umefanyika faraja kwangu, umefanyika daraja kwangu, umefanyika msaada kwangu. Nilikuwa siwezi ukaniinua, nilikuwa siwezi ukanitia nguvu. Angalia jinsi nilivyofika hapa, ni kwa sababu yako. Kwa hiyo hicho kitu hakipo, huo moyo haupo ndani. Unaona, nyakati za mwisho hizi, au ni siku za mwisho, ni jambo la kawaida. Na ndio maana kwa nyakati kama hizi sasa, kwa wale ambao wametegemea kwamba lazima nijuliwe hali, jamani, hata hawajanijulia hali kabisa, unaweza kujikuta ukaacha wokovu au ukaacha imani, na jambo hilo huwezi kulibadilisha, kwa sababu limetabiliwa. Ni nyakati, ni majira. Ziko spiriti ambazo zinapanda kutokea shimoni. Yako mashetani ambayo yanapanda kutokea shimoni, yanakuja katika uso wa nchi, yanabadilisha mazingira. Kuonyesha baadaye namna ambavyo shetani anatenda kazi kwa namna ambayo si rahisi kuweza kuifahamu kwa wakati huu. Unaona anasema watu wasio safi, watu hawataki kuwa safi. Watu ni wachafu, wanajichafua. Hakuna usafi ndani, hakuna usafi. Biblia inasema mstari wa 3, watu wasio wapenda wa kwao. Hawezi kuthamini watu wa nyumbani kwake. Yuko radhi athamini mtu wa nje, lakini sio mtu wa nyumbani kwake. Yuko radhi amsaidie mtu wa nje, mtu baki tu, mpita njia tu, lakini sio kumsaidia mtu ambaye anaweza siku moja akamsaidia kwenye eneo fulani. Unaona, watu wasiopenda wa kwao, wasiotaka kufanya suluhu. Kufanya suluhu maana kupatana. Mkigombana, mmegombana, usije kwenye msiba wangu, siku nikifo usije kuniaga. Unaona, hiyo ni jambo ambalo halikuwepo, lakini leo hii mambo haya yameshamili kwa nguvu sana. Maana kuna roho ambazo zina control, kuna roho ambazo zinashikilia, kuna roho ambazo zinakamata, ili kwamba ulimwengu uwe wenye picha fulani, ulimwengu ambao hauishi wanadamu tena. Ni wanadamu lakini wana sura za wanyama, wana tabia za wanyama.
wanaishi kiasi ambacho wamejikinai. Lakini utaona wasingiziaji, wasingiziaji nyakati tunazoishi leo hii, wasingiziaji ni wengi. Wasingiziaji, atakusingizia hiki, atakwambia kile, atasema kile, ili tu kwamba apate nafasi, kibali mbele ya huyo mtu, akubalike, apendwe, asikilizwe, asaidiwe. Kwa hiyo kwake yeye kumsingizia mtu jambo ni jambo la kawaida kabisa, na wala hata ndani yake hana chembe ya huzuni kwamba hili jambo nalifanya sio zuri. Huyu mtu akifukuzwa kazi itakuwaje? Na watoto huyu huyu kuna watu wanamtegemea nyumba yake huyu. Sasa je, akifukuzwa kazi ataishije hapa mjini, itakuwaje? Hiyo anasema sio kazi yangu, hizo sio shida zangu, ni shida zake mwenyewe, atajua mwenyewe. Hayo ni maisha ambayo yapo katika kipindi hiki ambacho tunaishi. Unaona, wasiozijua watu wasiozijua, watu wasiojizuia, kujizuia hakumo tena ndani. Kila mtu anaweza kusema lolote analojisikia, hawezi kujizuia ndani yake, hana simile. Wakali, kimgusa ni mkali kama pilipili. Wasiopenda mema, mema kwake hapa sio kitu. Wasaliti, usaliti umeongezeka, umekuwa mwingi. Wakaidi, mkaidi ukimwambia kitu lazima bishe. Hamwezi kuanza jambo likaisha vizuri, lazima atatia tu ukaidi, atabisha. Wenye kujivuna, anajivunia mali, anajivunia watu ambao wako kwenye system, anaanza kujivunia watu. Utanifanya nini wewe bwana? Maana yake ana watu mahala fulani, najua wewe huwezi kunifanya chochote. Anajivunia fedha alizonazo, anajivunia marafiki alionao wakubwa katika maeneo tofauti tofauti. Anasema wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wanaweza kumpenda Mungu kwao si issue sana, ila wanapenda sana anasa, wanapenda kujirusha. Leo aende club, leo aende pale, leo aende mahala fulani ndani yake hivyo. Na hizi zote kuna spirit ndani ambayo inasababisha hayo. Anasema walio na utaua kwa nje, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Wana utaua kwa nje, ukimwona ni kama mtu wa Mungu, ukimwona ni kama mtu aliyeokoka, lakini anazikana nguvu za Mungu, anazikataa nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona, nyakati tunazoishi leo ni nyakati ambazo zinahitaji watu walio mashujaa, watu walio mashujaa. Na kama ndani yako hakuna ushujaa au hujauvaa ushujaa, ni ngumu sana kutoboa katika nyakati hizi, ni ngumu kufanikiwa katika nyakati hizi. Ni wale tu ambao ni mashujaa ndio wanaweza wakapenya na ndio wanaweza kufaulu, na hiki ndicho Mungu anachotaka watoto wake waweze kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na nyakati, kwa sababu ni nyakati na zimekwisha kuamliwa, hakuna namna ya kufanya. Mungu anachokifanya, anakuvisha ujasiri, anakuwekea ujasiri ndani yako, uwe shujaa katika eneo hilo na uweze kupenya hapo. Sasa haya yote au ulimwengu tulio nao leo, kwa nini umetabiriwa hivi? Ni kwa sababu kuna roho zinazopanda kutokea shimoni, kuna roho ambazo zinapanda kutokea kuzimu, kuna roho ambazo zinavaa miili, zinakuja duniani, wanakuwa ni wanadamu kabisa, wanawake na wanaume ambao wapo duniani kwa ajili ya kuishape dunia kwa namna ambavyo ujio wa mpinga Kristo utakapokuja hautakuwa shocked. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima itokee kwamba wanajaribu kufanya hivyo ili kwamba kutengeneza mazingira ya mpinga Kristo kuja kutawala, kwa sababu lazima mpinga Kristo atakuja. Utaona kwa mfano ukisoma kwenye Biblia mambo haya au ukweli wa mambo haya, kitabu cha Ufunuo Yohana ile sura ya 9. Ufunuo Yohana ile sura ya 9 kuanzia ule mstari wa kwanza. Ufunuo Yohana sura ya 9 kuanzia ule mstari wa kwanza. Kumbuka tunaangalia nyakati tulizopo zinahitaji watu mashujaa, na kama hautajitia nguvu katika Bwana, nyakati hizi zitakutoa nje. Nyakati hizi zitakuacha hoi katika maisha yako. Utasema hakuna wokovu, lakini wokovu upo. Utasema hakuna Mungu, lakini Mungu yupo.
Hizi nyakati hazijai kuanza leo, zilikuwepo hata wakati kipindi fulani wana wa Israeli wakati wa Ahabu. Maandiko yanasema ndiko Baali akapewa nafasi kubwa sana ya kuabudiwa. Unajua ushetani unapopewa nafasi tayari mambo huharibika, mambo hugeuka. Iwe ni kwenye familia, shetani akapewa nafasi. Iwe ni kwenye jamii husika, shetani akapewa nafasi. Iwe ni kwenye kanisa, iwe mahala popote, shetani akapewa nafasi. Anaweza kubadilisha kila kitu. Kwa wakati wa wana wa Israeli, Ahabu anatawala. Ahabu akalegeza misimamo. Ahabu hakuzingatia wala hakuzishika zile sheria za Bwana ambazo Mungu alitaka zienende pamoja na desturi na tabia za wanadamu ili Mungu aweze kutawala. Maandiko yanasema kipindi hicho utaona kuna watu wakaanza kuinuka, wakina Hiekeli Mbetheri, wakaanza kujenga misingi, lakini kwa njia ya kafara. Mtu kuua mwanae jambo la kawaida. Unaona, kwa mfano sasa hivi katika nchi yetu ya Tanzania, uovu umekuwa mwingi sana. Uovu umekuwa mwingi sana. Kupotezwa ni jambo la kawaida kabisa, na hofu imeingia. Watu wana hofu, watu hawaishi kwa raha, watu hawaishi vizuri kwa sababu hana tumaini juu ya kesho yake. Kwa hiyo hata namna anavyoenenda, namna anavyotenda, anatenda kwa tahadhari. Kwa nini? Kwa sababu kuna uovu. Kuna watu wamepewa nafasi na mamlaka husika ambao hawajakemewa wala hawajatafutwa au hawajafanywa kitu chochote. Kwa hiyo tayari uovu unakuwa kila mtu anaweza kufanya. Unaona Hiekeli Mbetheri. Kabla sijasoma hapo kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana, hebu kwanza naomba tusome kwenye kitabu cha Wafalme. Kitabu cha Wafalme. Nikupe kidogo historia ambayo itakusaidia kuelewa nini ninachozungumza kwa habari ya nyakati tunazoishi sasa. Kwa nini wanahitajika mashujaa? Kwa nini? Kwa nini wanahitajika mashujaa? Na hao mashujaa ni wakina nani? Wanapatikaneje? Hao mashujaa ni wakina nani? Mungu amejisazia watu. Kuna watu Mungu ameweka duniani lakini hawajitambui kama wao ni mashujaa, na wapo kwa ajili ya purpose fulani duniani. Hawajijui kwa sababu ya shida zilizopo, matatizo yaliyopo, hali za uchumi wao walionazo. Kwa wanajikuta wanapoteza ile ladha ya kuweza kuishi. Hebu tuangalie Wafalme wa kwanza ile sura ya 16. Wafalme wa kwanza ile sura ya 16. Nianze ule mstari wa 20. Nianze ule mstari pale wa 34. Nianze ule mstari wa 31. Nianze mstari wa 31. Wafalme wa kwanza sura ya 16 kuanzia mstari wa 31. Ikawa kama ingalikuwa neno dogo tu kuyaendea makosa ya Rehoboamu mwana wa Nebati, akamuoa Yezebeli binti Elithabari mfalme wa Sidoni, akaenda akamtumikia Baali, akamsujudia. Huyu ni mfalme anaitwa mfalme Ahabu. Ni mtawala anayetawala taifa la Israeli. Unajua, unapokuwa kiongozi maana yake unakuwa na dhamana, unakuwa lango. Kiongozi ana nafasi kubwa mbili, ya kutumiwa na Mungu au kutumiwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, kiongozi ni lango, anayo nafasi kubwa sana, aidha atumiwa na Mungu au atumiwa na shetani. Na ndiyo maana jambo lote likiharibika huwa anatafutwa kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ili mambo yaweze kuharibika, hayawezi yakaharibika tu kwa sababu ya mtu maamuma. Mara nyingi aliye kiongozi ndiye anaweza kusababisha uharibifu kama hajasimama kwenye nafasi yake ipasavyo. Lakini pia mambo kufanikiwa pia maana yake kuna kiongozi. Huyu kiongozi anapoongoza vema, walio chini yake wanastawi, wanafanikiwa, kwa sababu kiongozi ana nafasi kubwa sana ya kutumiwa na Mungu au kutumiwa na shetani.
katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunamwona mfalme Ahabu, Biblia inasema huyu mfalme Ahabu alipoanza kutawala, utasoma mwenyewe kuanzia ule mstari wa 29, sijaanzia pale, lakini utaona alipoanza kutawala alikuwa mtu mwema kabisa. Angalia, hebu nirudi pale juu mstari wa 29. Ahabu mwana wa Omri alianza kutawala juu ya Israeli katika mwaka wa 38 wa Asa mfalme wa Yuda. Akatawala Ahabu mwana wa Omri juu ya Israeli katika Samaria miaka 22. Ahabu mwana wa Omri akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kuliko wote waliomtangulia. Sasa haya mabaya yanaelezewa sasa aliyoyafanya sasa. Cha kwanza, akaoa mke ambaye huyu mke aliyemwoa ni mtoto au ni binti wa kuhani mmoja wa Baali. Maana yake ameenda kwenye nyumba ya kuhani wa Baali, mtumishi wa shetani, akamposa binti yake akamwoa. Unategemea nini? Unategemea nini hapo? Hapo unategemea nini? Mtu wa Mungu, Mwisraeli huyu, mtumishi wa Bwana ambaye anaagana na Mungu, amekwenda kuoa kwenye nyumba ya mganga wa kienyeji. Ameenda kuoa kwenye nyumba ya kuhani ambao mikoba yote ya shetani inakaa pale. Ameenda ameoa mke. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hivi, alipooa huyo binti Baali, mfalme wa Sidoni akaenda akamtumikia Baali. Kwa hiyo moja kwa moja akapata tiketi ya kwanza kumtumikia Baali. Kwa hiyo Baali ambaye ni shetani sasa akapata mtu katika Israeli ambaye anaweza akamtumia kwa ajili ya kulikamata taifa zima, uchumi wa taifa, rasilimali za taifa. Maana yake ana mtu ambaye ana uwezo sasa akamtumia kwa namna yoyote vile anavyotaka. Na maandiko yanasema sasa kipindi hicho sasa, kwa sababu ya uovu huo na mambo hayo, Ahabu akaanza kujenga madhabahu za Baali, akaanza kujenga Astoreshi, akaanza kupanda maashera. Maana yake akaanza kuweka vitu katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie ule mstari wa 32. Akamjengea Baali madhabahu katika nyumba ya Baali aliyoijenga huko Samaria. Unaona, Samaria, kumbuka ameenda kuposa Sidoni. Maana yake amemchukua Mungu wa Sidoni amemleta Samaria. Unaona, akamjengea Baali madhabahu Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, anamjengea Baali madhabahu. Ule mstari wa 32, Ahabu akaifanya Ashera. Ahabu akazidi kumghadhibisha Bwana Mungu wa Israeli kuliko wafalme wote wa Israeli waliomtangulia. Mstari wa 34, kwa kuwa kiongozi anajenga madhabahu za Baali, wale waliokuwa na hofu, waliokuwa ambao wanaogopa kuyafanya, hata kama walikuwa wanafanya kwa kujificha, wanafanya kwa kificho, wakapata nafasi kama mfalme mwenyewe ni Mwisraeli huyu na anajenga madhabahu za Baali, anaweka Ashera. Sasa sisi ni wakina nani sasa? Ndio wakaanza kuinuka kina Yelekeli Betheli. Wanapata wapi nguvu? Wanaipata nguvu kwa kiongozi, wanapata nguvu kwa mfalme mwenyewe anafanya hivyo. Kwa hiyo wakapata nguvu. Maandiko yanasema ule mstari wa 34, katika siku hizo Yelekeli Betheli akaijenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abilamu mzaliwa wake wa kwanza. Unaona, akaanza kujenga ile misingi ya zamani ambayo ilikuwa mibovu. Watumishi wa Mungu walipopita wakabomoa. Joshua alipita akaibomoa Yeriko, akaiangusha Yeriko kwa neno la Bwana. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yoshua ile sura ya 6, Yeriko ilikuwa imefungwa pande zote kwa sababu ya wana wa Israeli. Kuna misingi ambayo ilikuwa imefungwa ili watu wa Mungu wasipenye. Kwa hiyo wakapita watumishi wa Mungu wenye upako, wakaangusha zile kuta, wakabomoa ile mifumo. Kwa hiyo watu wakaanza kustawi, watu wakaanza kufanikiwa. Tunaona anainuka mtu sasa, Yelekeli Betheli,
anaijenga ile misingi ya kale, misingi ya uovu, misingi ya uharibifu ambayo tayari imekwisha kuvunjwa. Angalia kwa mfano nyakati tunazoishi leo. Yesu Kristo alibomoa utawala wa shetani, alidhoofisha, aliuharibu. Sasa mitume waliokuwa wameachiwa kazi wakaiendeleza ile kazi. Wanapoinuka watumishi wa Mungu ambao wakaziacha njia za Bwana wakaanza kufanya mambo mengine tofauti, maana yake wanampa uhalali shetani wa kurudi tena na kujenga himaya zake, kujenga kingdom zake. Na ndivyo ilivyo dunia ya leo. Kwa wakati tunaoishi leo, shetani amejenga piramidi zake, amejenga himaya zake, amejenga matatizo kadha wa kadha. Kwa kuna shida ambazo zipo ambazo zinamfanya mtu wa Mungu aliyeokoka anaenda kwa ugumu. Ndio maana leo hii ukiwa umeokoka, maisha yako yanakuwa ni magumu sana, mpaka unafika mahala hivi kuokoka ni kuwa na umaskini? Hivi kuokoka ni kuwa na matatizo? Hivi kuokoka ni mtu anashindwa kiasi hiki? Hivi nini maana ya kuokoka? Ile sura halisi ya mtu aliyeokoka inapotea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa tuko kwenye nyakati ambazo Mungu anahitaji watu walio mashujaa, na lazima shujaa ainuke kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona kipindi hicho sasa wakaanza kuinuka watu, wakaanza kujenga. Sasa hawa watu wanaoinuka lazima wawe na ujasiri wa kutokea kuzimu. Maana yake roho zinakuwa zimewaingia ndani, alafu anakuwa na ujasiri wa kufanya jambo ambalo hawezi kuona aibu mbele ya watu. Ndio maana leo hii unaweza kumuona mtu kabisa anafanya kitu cha ovyo ambacho ni aibu, ila yeye hawezi kuona aibu. Haoni aibu kabisa. Na hata mkimshangaa ni shida zenu, yeye anaendelea biashara zake. Sasa nini kinachompa ujasiri huyu? Tunaona Yekeli Mbetheli, nini kilichompa ujasiri kwamba usijenge Yeriko? Ukijenga Yeriko, kuweka misingi yake utafiwa. Ukiweka milango utafiwa, maana utaondokewa na watoto. Sasa ujasiri anaupata wapi kiasi ambacho anasema hivi, potelea mbali, kama ni kufiwa hata nifiwe tu. Mbona wengi wanafiwa? Unaona? Kwa hiyo mtu amepoteza ile ndani yake huruma. Ndio maana siku za mwisho watu watakuwa wanajipenda wenyewe. Kukamata wewe hakuning'iniza ili apate mali, sio issue. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ili apate cheo anakugaragaza wewe, sio issue, utajua mwenyewe. Maana yake nini? Kuna kitu kinachompa ujasiri. Sasa hebu twende sasa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 9. Nini kinachowapa ujasiri? Kwa nini ulimwengu umekuwa jasiri kiasi hiki? Kwa nini walimwengu wamekuwa majasiri katika uovu? Wamekuwa majasiri kwenye mambo ambayo hata ukimwelezea mtu haliingia akilini, lakini mtu kwake ni jambo la kawaida kabisa. Alafu mbaya zaidi, imeingia mpaka kanisani, mpaka kwa watu waliookoka. Nao ni majasiri kwenye mambo ambayo hayana maana, kwenye mambo ambayo ni hatari kwa ufalme, kwenye mambo ambayo yanaibisha ufalme, kwenye mambo ambayo yanaweka picha mbaya kanisani. Ni majasiri kweli kweli. Ni jasiri kusema uongo kwake, ana ujasiri, anatoa macho yote kabisa, hapepesi macho. Nini kinachopelekea huyu mtu anakuwa jasiri kiasi hiki? Kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 9 kuanzia ule mstari wa 1. Malaika wa 5 akapiga baragumu, nikaona nyota kutoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Hebu sema, malaika wa 5 akapiga baragumu, nikaona nyota ikitokea mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Hebu sema, amepewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Aha. Maana yake huyu malaika ni malaika wa nyakati. Huyu malaika anayezungumzwa hapa ni malaika wa nyakati.
ambaye huyu malaika alipoachiliwa akaja duniani, dunia ilikuwa ina starehe, dunia watu walikuwa wanasikilizana, walikuwa wakiongea, wanaelewana. Maandiko yanasema akapewa ufunguo ili afungue shimo na kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza kuwa mnaelewana, wewe na rafiki yako mnaelewana. Kwa nini mnaelewana? Kwa sababu lugha zenu ziko sawa. Lakini baada ya muda mchache mnashangaa hamwelewani tena. Kuna mtu amefungua kuzimu, kuna mtu amefungua shimo na kuzimu. Unaweza kufunguliwa wewe tu na familia yako, wewe tu msielewane kwenye familia hiyo. Sio lazima jamii yote ya ulimwengu wafungua, familia yenu tu likafunguliwa shimo, likanuiziwa shimo, kwamba hakikisheni hawa watu wanaparanganyika, hawaelewani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shimo la kuzimu limefunguliwa. Maandiko yanasema malaika huyu akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Akapewa ufunguo, ndivyo maandiko yanavyosema. Akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Maana yake hili shimo limefungwa. Maana yake kuzimu imefungwa, haina nguvu juu ya biashara yako. Leo hii imekuwaje kuzimu ina nguvu juu ya biashara yako? Kuzimu imefungwa, haina nguvu juu ya ndoa yako. Imekuwaje leo kuzimu ina nguvu juu ya ndoa yako? Kuna amefungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hili shimo limefunguliwa, ina maana kumbe limefungwa, na walipolifunga wakafunga na kufuli. Maana yake hakuna kufungua. Lakini kuna malaika wa nyakati ambaye tunamuona anafungua hilo shimo. Mstari wa 2, akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka shimoni. Hebu sema akalifungua shimo la kuzimu, moshi ukapanda kutoka mle shimoni kama moshi wa tanuru kubwa juu ya anga. Jua na anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa shimoni. Mstari wa 3, nzige wakatoka katika ule moshi, wakaenda juu ya nchi, wakapewa nguvu kama nguvu za walio nazo nge wa nchi. Wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mtu wowote, ila wale watu walio na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wakapewa amri kwamba wasiwaue, bali wawatese miezi 5, na maumivu yao yalikuwa kama maumivu ya nge waumapo wanadamu. Siku zile wanadamu walitafuta mauti, wala hawataiona kama, nao watatamani kufa, nayo mauti itawakimbia. Na maumbo ya hao nge yalikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita, na juu ya vichwa vyao kama mataji mfano wa dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama nyuso za wanadamu, nao walikuwa ni wana nywele kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Nao walikuwa na dirii kifuani kama dirii ya chuma, na sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya magari ya farasi wengi waendao kasi. Waendao kasi, kama farasi waendao kasi vitani. Nao wana mikia kama nge na miiba, na nguvu yao
ya kuwadhuru wanadamu miezi 5 ilikuwa katika mikia yao, nao juu yao wanaye mfalme, yani malaika wa kusini, jina lake kwa Kiebrania Apolion, na kwa Kigiriki aliita jina lake kwa Kiebrania Abaddon, na kwa Kigiriki jina lake aliitwa Apolion. Bwana Yesu asifiwe. Angalia namna ambavyo shimo lilipofunguliwa, Biblia inasema ukapanda moshi. Huu moshi ulipopanda unaonekana ni moshi, lakini ndani ya moshi kuna nzige, kuna viumbe, na hawa viumbe wakapewa amri wasizuru majani ya nchi wala wasiharibu kitu kingine chochote, isipokuwa watu ambao walikuwa na muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Manake watu special, watu maalum, wametumwa kushindana, watu maalum, manake wana maelekezo hao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, jambo hili maana yake ni nini katika nyakati tunazoishi leo? Hauwezi kuona hao wakitokea kama nge kweli. Umeona anasema wana sura kama za wanadamu. Maana yake watakuwa wamevaa umbo la mwanadamu, maana yake watakuwa ni wanadamu. Sasa wana uwezo wa kuingia ndani ya mtu au ndani ya mwanadamu, na huyu mwanadamu sasa ambaye ameingiwa na hayo, tabia yake ikabadilishwa. Alikuwa anampenda Mungu, hampendi Mungu tena. Alikuwa ni mtu wa ibada, leo hapendi ibada tena. Alikuwa ni mtu wa staha, leo hii amepoteza staha kabisa. Alikuwa ni mtii, leo sio mtii kabisa, haambiliki. Mnaweza kuzipiga ngumi sokoni, kwake sio issue, kwake ni jambo la kawaida kabisa. Kushikana nguo na wewe na shati mkaanza kuzikunja, kwake sio tatizo. Wewe ndio unaona aibu, unasema nini hiki? Lakini kwake yeye anasema bwana, kama mbwai iwe mbwai tu. Hajali chochote kitakachotokea. Huyu mtu maana yake si yeye. Kuna kiumbe yuko ndani yake anayekula nguvu zake taratibu. Unaweza kuwa unapoteza sifa yako taratibu, kwa sababu kuna kiumbe ndani yako ambaye ameshaingia na anakudhoofisha, anakutengeneza uwe na sura fulani, uwe na muonekano fulani. Lengo la haya, shetani anataka kuifanya dunia iwe ya aina fulani na watu wa aina fulani, na hiki maana yake ni ule uovu ambao umeongezeka duniani. Maana yake duniani pasiwe mahala pa furaha tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, katika nyakati kama hizi, Mungu anatafuta watu mashujaa. Mungu anatafuta watu katikati ya watu walioharibika. Kuna watu Mungu ameweka. Sasa basi, mambo ya kufahamu. Nyakati zilizonazo si nyakati za kawaida. Kuna changamoto nyingi, na ni jambo ambalo liko wazi. Sasa nyakati zilizonazo changamoto zimekuwa nyingi sana. Changamoto za kiroho zimekuwa nyingi na hazitatuliki zingine. Changamoto za kiroho, kitu ambacho tulikuwa tunafikiri kwamba hivi mtu anapookoka anakuwa na roho wa Bwana, manake ana hekima, manake atakuwa na uongozi wa kimungu ndani yake.
Lakini ndio kwanza kwenye mambo ya rohoni changamoto zimekuwa nyingi kiasi ambacho mpaka watu wa nje wasiokoka wanasema imekuwa nini kinachoendelea? Huyo ameokoka na huyo ameokoka, lakini anaweza kupigana vita. Na wakati huyu na huyu ni ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Unapotokea wewe ukamwambia hivi, ninyi ni ndugu, msigombane. Yule mmoja aliyemkorofi anakuambia, je, wataka kuniua kama ulivyomuua Misri jana? Na nakusemea, maana yake hapendi suluhu, hapendi kupatanishwa. Maana yake tayari katika ulimwengu wa rohoni kuna kazi inafanyika. Kwa hiyo changamoto ni nyingi, changamoto za kiroho, changamoto za kiuchumi. Tena kwenye uchumi ndio useme, maisha ni hoi, watu wako hoi, watu hawalali, hawapumzishi miili, wanasaka tonge, shekeli. Hana muda wa kupumzika, hana muda wa kumwomba Mungu, hana muda wa ibada. Ukimuuliza mbona unyeje kanisani, atakwambia unajua nilikuwa ndio kazini. Ni kazi gani hiyo ambayo haina kupumzika? Mfumo wa kimungu, kazi unafanya lakini kuna muda wa kupumzika. Maana yake ni nini sasa? Maana yake kuna changamoto zimeongezeka na hatuwezi kuzisolve kama hatujajua chanzo ni nini na nini nifanye ili niondokane hizi. Muulize huyo mtu, mwaka mzima umekuwa hivyo, nini ulichopata? Ana deni la milioni 2. Yaani kupambana kote huko hata ulali bado una deni. Unajua kuna vitu vingine lazima ukae mahala utafakari. Yaani najitabisha alafu bado nadaiwa. Yaani maana yake hiki ninachofanya basi hakinisaidii, kwa lazima nitafute solution. Kwa nini hakinisaidii? Alafu ni balance man. Ila shetani amefunga ufahamu. Ukimgusa mtu hapo atakwambia sasa nile nini? Shida zangu utanisaidia wewe? Hapa hatupo kulumbana kwamba shida zako nitakusaidia wewe. Tuko kutafuta solution ili kwamba hili kongwa la utumwa ulofungwa shingoni litoke. Tunafanyeje? Lakini usiposhtuka utajikuta unakufa. Ulikuwa mpambanaji lakini bado umewaacha watoto kwenye madeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati tulizonazo changamoto zimekuwa nyingi. Changamoto za kiuchumi, changamoto za kiroho, changamoto za kijamii. Jamii haielewani. Jamii, wanafamilia hawaongei, wanatupiana lawama kila inapoitwa leo. Changamoto zimekuwa nyingi kweli kweli na hazina ufumbuzi hata moja. Changamoto za maadili ndio useme. Maadili yameporomoka. Leo hii unaweza kuingia kwenye nyumba, kwenye familia, hujui dada mkubwa ni nani, mdogo mtu ni nani, baba wa hiyo familia ni nani, mama ni nani, msichana wa kazi ni nani. Yaani ukiingia huwezi kuona. Kila mtu ana mamlaka, kila mtu anatoa oda, kila mtu anasema.
mmomonyoko wa maadili ni changamoto. Ukiingia kanisani ndio kabisa, halafu natamani kumuona Mungu. Hatuwezi kumuona Mungu kwa namna hiyo. Maadili hamna. Kwenye Biblia utaona Yesu akiwa duniani pamoja na wanafunzi wake, kuna watu walikuja kutokea mbali waje wamuone Yesu. Biblia inasema hivi, walimfuata Andrea, walimfuata Filipo, Filipo akamfuata Andrea. Maana yake kuna utaratibu, maana yake hapa kuna maadili. Uwezi kumwona Filipo anasimama akasema yule mmoja mimi asema hapana, hebu tukamuulize kwanza Yesu. Hebu jambo hili nisilitolee maamuzi, nisilitolee hukumu. Hebu kwanza nikamuulize fulani. Leo hamna. Na tunakutana kuvaa hapo hapo. Yaani kuvaa, yaani umekasirika, umekuumiza hilo shauri yako. Alafu kwenye maombi nikienda kanisani na ninaomba ninakuabudu na machozi yanatoka. Ila kuna mtu umemuumiza. Mmomonyoko wa maadili. Hakuna maadili. Haya ni matatizo, changamoto zipo yani za kumwaga nyingi kweli kweli. Jifunze hivi, kama kuna kitu ukielewe, tafuta aliye juu yako, muulize kuna hiki na hiki na hiki, je, unaonaje? Tunakifanyaje hiki? Atakwambia. Ila wewe usikione ukasema tu, yaani mimi nashangaa kabisa hata sielewi hapo utaratibu unaupateje? Tafute watu ambao wapo wamekutangulia, waulize. Usifanye maamuzi ya kwako. Hizi nyakati za mwisho kuna viumbe ambao wanaweza kumwingia mtu. Biblia inasema watu wanakuwa wenye kiburi. Kiburi ni mtu asiyeambilika, wasaliti, wasiopenda wakwao, wasiojipenda, wenye kujipenda wenyewe. Yaani mwingine ameumia, hajaumia, amemkanyaga mtu hawezi kumwambia pole. Na amemkanyaga kabisa. Akimuuliza sema, sasa unataka nikanyaga kwenye kitu chako? Mimi nasema hivi, umepita hapo umenikanyaga. Lugha rahisi ni kwamba pole jamani, mtu wa Mungu, pole, ilikuwa sijakuona. Sasa wewe ulikuwa unataka nikae wapi sasa? Ulikuwa unataka nikae wapi sasa? Hiyo ni kuonyesha really kwamba hakuna upendo ndani. Maana kuna shida. Ni nyakati za mwisho hizi. Nyakati tunazoishi zinahitaji watu mashujaa. Bwana Yesu asifiwe. Zinahitaji watu mashujaa. Watu wengi wamekata tamaa kwa sababu ya changamoto hizo, na wengine wamerudi nyuma kiimani, lakini Mungu anatafuta mtu bado. Kuna watu wameacha wokovu kwa sababu ya changamoto. Ukiuliza kwa nini kanisani? Sina nauli. Changamoto. Nauli tu. Uchumi umepiga. Kwa nini kanisani? Mimi siwaelewi watu wapo kanisani. Uelewi vipi? Naona wananitazama na jicho baya. Kila nikiingia tu wananitazama sana. Sasa najisikia vibaya. Kwa hiyo watu wameacha wokovu, watu wameacha imani, watu wameacha vitu vya thamani kwenye maisha yao kwa sababu ya changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anatutaka tuweje? Unajua, tunapokuwa tumeokoka kuna namna Mungu anavyokutaka uwe. Hebu fungua kitabu cha Joshua sura ya 1. Mungu anatutaka tuweje? Tuanzie hapo. Kwa sababu kama nyakati tunazoishi, changamoto huwezi kuziepuka. Zipo. Changamoto za kiroho zipo. Za kiuchumi zipo.
za kijamii zipo, za kimaadili zipo. Sasa tunapitaje hapo? Ukienda huko unakutana hiki. Leo ukasema hivi, nihame injili inayobadilisha, niende kanisa la Neema, nako utakutana watu. Ukitoka kwenye kanisa la Neema ukienda kwenye kanisa la evangelism, si gospel, Goshen, si nini, na ukakutana kule tu. Sasa lazima tupate kujua nini Mungu anataka niwe, ili sasa ninapotoka injili inayobadilisha sitoki kwa sababu ya changamoto ya maadili, kwamba kuna watu nimekutana nao ambao wenda maadili yao yameshabomoka, yameshaharibika. Kwa hiyo je, nina uhakika kwamba sitakutana nao kule ninakokwenda? Sasa nikutana nao naenda sehemu nyingine tena, mwisho wa siku nini kinachotokea? Unaiangamiza nafsi yako. Sio shetani, atakuwa si shetani, itakuwa ni wewe umeangamiza nafsi yako. Sasa leo nataka nikusaidie nini Kristo anataka, nini Mungu anataka kwako. Anakutaka wewe uweje? Itakusaidia kujilinda. Biblia inasema hao nao ujilinde nao. Tumesoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3. Anasema hao nao ujilinde nao. Unachopaswa wewe ni kujilinda, kwa sababu wapo mtaani, wapo kazini, wapo kwenye familia, wapo hata ukienda popote kakwenda, wapo kanisani, wapo. Shida au tatizo si kuwakimbia, ni kujilinda nao. Najilindaje nao sasa? Joshua sura ya 1 mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi: je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Ukienda injili inayobadilisha, amini Bwana yuko pamoja na wewe. Ukienda kanisa la Neema, ujue Bwana yuko pamoja na wewe kila unapokwenda, kwa sababu una agano na Mungu, kwa sababu una purpose ya Mungu ndani yako. Popote unapokwenda, Bwana yuko pamoja na wewe, kwa sababu nia yako ni njema, kusudi lako ni njema, ambalo linakufanya uishi. Maana yake Bwana yuko pamoja na wewe, na kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe, anamwambia Joshua, au anatuambia, anasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo ushujaa? Kwa hiyo Mungu anataka tuwe hodari alafu na moyo wa ushujaa. Hodari na moyo wa ushujaa. Hebu sema moyo wa ushujaa. Hebu sema moyo wa ushujaa. Hebu sema moyo wa ushujaa. Sema moyo wa ushujaa. Sema moyo wa ushujaa. Moyo wa ushujaa maana yake nini? Ni moyo usiotikisika. Maana yake ni moyo uliojidhatiti, moyo ulio imara, moyo ambao hauyeyushwi kirahisi. Anasema, je, si mimi niliyekuamuru? Maana yake Mungu amemwamuru Joshua, usiogope, nitakuwa pamoja na wewe popote utakapoenda. Joshua, kwa nini anaambiwa neno hilo? Joshua alipingwa mbele ya mkutano. Alienda kufanya kazi ya kupeleleza nchi ya Mkanaani, akaja akiwa na imani, akiwa na ushujaa wote. Akawaambia wale ambao wametayarika, wameumia, akamwambia, sikizeni, Mungu aliyetutoa Misri akatuleta hapa, akatupa nchi ya Mkanaani. Haijalishi kuna Myebusi, kuna Mgirigani, kuna Mwamaleki, lakini Mungu
Mungu aliyetutoa Misri akatuleta hapa, akatupa nchi ya Mgirigari. Nomata kuna Mgirigari, nomata kuna Myebusi, lakini najua neno moja tu, Mungu aliyetuokoa na Ogu mfalme wa Bashani akatupa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maneno ya mtu ambaye anajua anachofanya. Kuna watu kwa sababu wameokoka anahisi hatafanikiwa kwa sababu mambo yamekuwa magumu. Sikiliza, Mungu aliyekuokoa, Mungu aliyekuokoa ana uwezo wa kufanya ukafanikiwa. Swala kufanikiwa ni garantii. No matter umesoma au hujasoma, una upinzani au una upinzani, wanakukataa au wanakukubali, hata kama ukatae, wakikutenga ukabaki peke yako, maana Mungu yuko pamoja na wewe, usiogope. Atakupa wengine, atakuinulia watu wengine wazuri kuliko hao. Hutaki kuacha wokovu, hutaki kuacha huduma, hutaki kumwacha Yesu eti kwa sababu ya watu wawili watatu ambao wamesimama wakajikinai. Hawa hawanisabishi, kwa sababu niko pamoja na yeye kokote na kokwenda, ina maana atanisaidia. Ndicho ambacho Joshua alisimama na bado akapingwa. Nilisema watu wakataka kumpiga mawe Joshua. Utukufu wa Mungu kale. Kwa hiyo nafsi ya Joshua ikawa imeinama. Hakuna kitu kibaya kama kukataliwa. Huna ujasiri. Ni kidonda kinachokaa ndani bila kupona, kwa sababu kila ukiwaona inakuja picha wajakukataa. Huwezi kuwahubiria watu wasiopenda. Huwezi kuwafundisha watu waliokataa. Kila ukisema wanasema anatuambia nini leo? Ule moyo unagawanyika pa. Kama kuna message inapotea. Ndicho ambacho Joshua sasa amekutana nacho. Mungu anamwambia hawa watu ndio utakaowavusha. Hawa walinipinga. Anasema wewe ndio utakaye wavusha, alafu utawamilikisha baraka zao. Anawaona, anasema sijamao nipinga hawa, watanielewa. Nitasema neno gani kwao watakaonielewa? Mungu naomba unipe watu wengine hapa. Mungu anasema hivi, si mimi kwa Mungu, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana yake nini? Jenga moyo ndani yako wa ushujaa. Nyakati tunazoishi leo zinahitaji watu mashujaa. Nyakati unaoiendea leo hii, wokovu, sura ya kanisa ni mbaya sana. Ukitoka kule nje, ukiwa huko ndani huwezi kujua. Ukiwa huko ndani unaona kila kitu kiko sawa. Toka kule nje, watu wanapozungumza wokovu, kuna watu wanatamani waache huduma, wasio watumishi wa Mungu. Hawezi kujitambulisha mbele za watu. Kwa nini? Kule nje watumishi wa Mungu wanavyoongelewa. Ukisikia unaweka mapamba kwenye masikio, sema wanavyoongelewa hivi. Hapa sitambulishi kama mtumishi wa Mungu. Wakiniuliza wewe ni nani, kazi yako ni gani? Mimi ni mjasiriamali tu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna mahala juzi nilikuwa nimeenda mahali. Nilikuwa nimeenda nyumbani kwetu. Kwenda kuona familia, wazazi. Sasa nikakuta kiwanja fulani. Nikakuta watu wanazungumza, lakini wanazungumza huko Dar es Salaam. Yaani wako kule lakini wanazungumza picha ya Dar es Salaam. Nikakuta mbaya sana. Anazungumzwa Mposa, anazungumzwa sijui nani, anazungumzwa sijui nani. Yaani wote wale wote unaona kwa Dar es Salaam ambao unasema kama yaani wana image fulani watu wanawazungumza. Kuna mtu mmoja akaniuliza,
Wewe kule unasema fanya nini? Nikasita kwanza. Unaniulizaje? Kasema panijibuji. Kaambia kuna kazi mbalimbali tu. Wewe ni maana inaanza upya. Nyinyi ndio mnakuaga sadaka sawa, ndio mnawatapeli watu. Unajua huelewi kama hujasikia. Wewe kusikia unatamani. Wewe ndio kuna kiu ya ndoa, una kiu ya kuolewa, una kiu ya kuolewa. Halafu kukutana na watu waliopita kwenye ndoa, wakaanza kuzungumza. Unajua ile taa ya kutaka kuolewa inaanza kupotea. Unasemaje? Asema, mimi nawashangaa mbona kimbilia ndoa. Mimi nashangaa sana. Yaani nashangaa. Yaani ni bora tu baki single. Maneno ni roho. Sikiliza. Kila ndoa ina changamoto yake. Kama wewe ya kwako umeharibu, mimi huwezi kuniambia eti kwamba ndoa sio jambo jema. Sasa uwezo wa kushinda hiyo vita inahitaji moyo ulioandaliwa na Bwana. Ndiyo maana Mungu anamwambia Joshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa, kwa sababu kuna vitu utakutana navyo. Unavipanguaje? Ni lazima uwe hodari na moyo wa ushujaa. Kuna namna ambavyo utakutana na mambo kama moyo wako hujaandaliwa, unaacha kazi, unaacha huduma, unaacha kila kitu. Unasema bwana, hakuna hata haja kufanya hayo sasa. Ni sasa na mtu ambaye umepewa neema ya kuomba, wewe ni intercessor, unaombea watu. Alafu uje usikie wale unaoombea, unasikia wale ambao umekaa unafunga hauli kwa ajili yao wanaoyafanya. Moyo ndani yako unachanika vipande vipande na unaacha kuomba. Tangu siku hiyo huombi tena. Kuna watu hawaombi. Walikuwa na kazi na mzigo ndani yao wa kuombea. Wanaiombea kanisa, wanaliombea kanisa. Waliposikia vitu fulani, moyo ukayeyuka. Nini? Hana moyo wa ushujaa. Ndani yake hajui haya ni majira. Ni majira ambayo kuna viumbe wameinuka, ambao kazi yao ni kuwafanya watu wadidimie wote. Maana yake wanaongeza namba ya watu ambao wana nembo ya kuzimu. Ndiyo maana wale viumbe wanaambiwa hivi, msizuru majani mabichi wala chochote chenye mti, lakini hakikisheni mnawadhuru wale walio na nini? Na alama kwenye paji la uso. Hao ndio mdili nao. Kwa hiyo wana uhakika sasa hivi kila unachokisikia kuna watu wanatafutwa. Ndiyo maana hupaswi kukata tamaa. Ulikuwa kabisa umejaa kwenye position, wanaona jamani, huyu anatoboa, huyu anakwenda, huyu wanavujisha. Kuna kitu nakisikia. Ukisikia unaganda kwanza. Alafu unawaza, hivi kuna wokovu kweli? Unajiangalia, unasema, hivi kuna wokovu? Basi. Moyo unayeyuka. Kwa nini? Huna moyo wa kuweza kukabiliana na vishindo. Dunia imejaa vishindo vya kuzimu. Vimeingia mpaka kanisani. Na kazi ya kishindo ni kuogopesha. Kazi ya kishindo ni kufanya uache kambi yako, uache mali zako, uache nyala zako, uache muda wako. Yani umepoteza muda. Yani jamani, mimi toka nina miaka 20 nimeingia kwenye wokovu na ifanya hii kazi. Eti leo hii na miaka 46 eti nasema hivi, naamua kuacha, naamua kwenda kulima mashamba. Sikiliza, hata kama ni kitu
kina ukweli 100%, kikae pembeni. Mimi nasonga mbele. Najua ni kishindo hiki cha wakoma ambacho kimevuma kwenye ulimwengu wa roho na kimegeuzwa kwenye masikio yangu. Nimesikia sauti akata tamaa ya kurudi nyuma. Mimi sitoki, na wasubiri wakoma, njooni alafu tapambana. Ungejua kama Washamu wangejua wanaokuja hawana vidole, hawana miguu, ni magutugutu tu wanatembea hivi, alafu wenyewe wamepigwa na njaa, wasingekimbia. Lakini walijua kwamba hawa ni farasi, hawa ni magari, hawa ni magari ya vita, wakimbia. Kumbe wanakimbia watu 4, vidole havipo. Kumbe unaweza kukimbia, unemkimbia mwenyewe, ungemuona ukimpuliza tu anaanguka. Kuna watu wakianza kuzungumza unahisi mbingu na kuzimu yote iko hapa, ila ukimfuata anakimbia, ila amekukimbiza. Amefanya nini? Kwa nini? Moyo. Joshua anaambiwa Yesu akuamuru uwe na moyo wa ushujaa, uwe hodari, alafu na moyo wa ushujaa. Nitakuwa pamoja na wewe kila uendako, usiwe na shaka. Hata kama hujasikia kishindo changu, ujue nipo. Hata kama hujala siku hiyo, ujue nipo. Hata kama unaona hakuna mtu anakwenda kanisani, ujue nipo. Unajua wakati mwingine tunahisi yale yanayoonekana ndio tunahisi mtu ana Mungu. Unasema ni pasada na Mungu kweli? Mbona watu hawajai kabisa? Kwa kama hujafanikiwa huna Mungu. Kuna watu kwenye Biblia ambao walikuwa watu wa kawaida, lakini walikuwa na Mungu. Mungu yupo tu, ila kuna majira lazima upitie. Ndiyo maana usije ukajaribu kujidharau kwa kujiangalia, au usijipime kwa vitu vinavyoonekana kwamba kwa sababu sina hiki na kile, mimi sina Mungu. Mungu naye anamwambia usiogope, nitakuwa pamoja na wewe popote uendapo, lakini uwe na moyo wa ushujaa, uwe hodari na moyo wa ushujaa, kwa sababu anajua utakutana changamoto, ila bado nipo. Ndiyo maana Isaya anasema nijapopita katika maji mengi hayatanigarikisha, nijapopita katika moto hautaniteketeza. Kwa nini? Kwa kuwa wewe Bwana pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe Bwana akiwa pamoja na wewe, haijalishi ujana leo, haijalishi leo mambo hayajaenda vizuri leo. Yawezekana hata kesho asiende vizuri, mwezi mzima asiende vizuri, mwaka mzima asiende vizuri, lakini haiondoi kwamba wewe una Bwana na hayuko pamoja na wewe, kwamba huyo ambaye hana siko pamoja na watafuta walionavyo. Kuna walionavyo ni kanjanja. Kwa mfano, sinataka niwe navyo, sina lazima tu bwana kuoa, ila una suti moja au una shati tu moja na swali yako. Unawazifu kwa nafikiri watakuwa wananikataa kwa sababu nina shati moja, nina suruali moja. Sasa ili wanikubali, nenda kwa wazima, oya, naomba nisaidie koti lako, naomba nisaidie kwa kukusanya. Leo nabadilisha hii, kesho nabadilisha hii. Eti nikiwachumbia ingalau nikinani baadaye nikichua afu kiwezekana naomba na ufunguo wa gari na niingiza, kumbe ni ufunguo tu wa nyumba, ila unaongeza unatembea tena ukipita afu na pafu wenyewe ndio umeiba ya shangazi umenipulizia pale, unapita unanukia, kumbe hakuna kitu. Eti tu kwa sababu nikiwa hivi watanikubali. Hayo maisha ni magumu, kwa sababu siku wenyewe wakitaka vitu vyao umempoteza hata yule aliyekuja. Ni bora akukuta unakula chips gume, ni bora akukuta uko vile tu ulivyo.
Maana yake hata kama watu wakasema hivi umechumbiwa na kaka ambaye ana shati moja, asema ndio nimempendea hivi, hata nafsi yake inakuwa iko vizuri. Hawezi hata usijaibishe, haui mtumwa. Kuna watu ni watumwa leo hii kwa sababu wametengeneza picha ya vitu ambavyo si real, si sawa. Mungu anawavusha watu kwa nyakati ambazo Mungu ameruhusu upite. Acha Mungu akupitishe, hata kama zitaleta athari, acha zilete athari kwako, kwa wale ambao wanakutazama. Ukiona zimewapiga, hao sio watu sahihi, acha waende, alafu Mungu atakuletea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Ninapokea moyo wa ujasiri. Ninapokea ushujaa. Moyo wa ushujaa kwa damu ya Yesu. Leo nipate moyo wa ushujaa katika jina la Yesu. Maana naishi kwenye nyakati ambazo nahitaji kuwa shujaa kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kila roho kutoka kuzimu inayonishambulia, kwa jina la Yesu ninaishinda kwa damu ya mwanakondoo. Hebu sema amen. Sasa tumeona ushujaa. Mungu ametuamuru, na ndivyo anavyotaka tuwe hodari na moyo wa ushujaa, alafu tusiogope. Usiogope. Kuna mahala Biblia inasema hivi, usiogope mambo yatakayokupata, kwa sababu baadhi yenu shetani atawatia gerezani. Mtakuwa na dhiki siku kuu, ila usiogope. Kuna wakati Mungu anaweza kuruhusu dhiki itokee, ila haitazidi siku 10. Ataruhusu changamoto, ila hazitazidi siku 10. Na kuna neema Mungu atakayokupa ya kupita hapo na ukafaulu. Usiogope. Sema sitaogopa kwa jina la Yesu. Sema sitaogopa. Sasa kwa dakika chache tu, wakati namalizia maana ya ushujaa. Tunapoongelea ushujaa, maana yake ni nini? Kuna mtu mwingine anafikiri shujaa ni mtu mwenye nguvu, anabeba vyuma. Sasa mimi jamani, sibebi vyuma. Mamangu hapa anaweza akawa shujaa na kamwili kake ako waweza kuona lakini kwenye ulimwengu wa roho ni shujaa. Shetani akimuona hivi anakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maana ya shujaa: moja, shujaa sio nguvu ya mwili. Ushujaa sio nguvu ya mwili. Ushujaa sio nguvu ya mwili. Namba 2, ushujaa ni uwezo wa kustahimili na kupambana na changamoto zinazokuja au zinazojitokeza. Ushujaa ni uwezo wa kustahimili na kupambana na changamoto zinazokuja. Ushujaa ni uwezo wa kustahimili na kupambana na changamoto zinazokuja, kwa sababu changamoto zitakuja tu. Hata kama umezaliwa kwenye familia ya kifalme, changamoto zitakuja. Namba 3, ushujaa ni uwezo. Ushujaa ni uwezo wa kuona tatizo Ushujaa ni uwezo wa kuona tatizo kuwa ni mlango wa kukutoa.
Ushujaa ni uwezo wa kuona tatizo kuwa ni mlango wa kukutoa. Joshua na Caleb wanapoona manefili wameona tatizo, ila wao hawaoni tatizo, wanaona mlango wa kuwatoa wapeleke kwenye ngazi nyingine. Daudi anapomuona Goliath haoni tatizo, anaona fursa, ila Sauli na akina Eliabu wakiona sema tumekwisha, wanajificha. Wewe ukiona mambo unafanya, ukiona watu hawaji kanisani na wewe hauji kanisani, ukiona watu hawafanyi hiki na wewe hufanyi hiki, huo sio ushujaa. Ni kuonyesha una shida ndani, ushafanya. Ushujaa ni uwezo wa kuliona tatizo ni mlango wa kukutoa. Namba 4, shujaa si yule asiye na hofu. Shujaa sio yule mtu asiye na hofu, bali ni yule anayesimama licha ya hofu. Shujaa si yule asiye na hofu, bali ni yule anayesimama hali ana hofu, ila katika hofu yake akasimama. Hiyo ndio shujaa. Shujaa si yule ambaye hana hofu. Usio kujipima kwamba mbona nimekuwa na hofu sana, mashaka sana, yule sio shujaa. No, ushujaa haupimwi katika hali hiyo hiyo ukasimama. Joshua alikuwa na hofu kwa sababu anaona manefili, anaona majitu. Caleb alikuwa na hofu, anasema itakuwaje sasa, lakini katika hofu hiyo anasimama, kwa sababu anajua yuko ambaye anamtia nguvu. Maana yake anajiweka uhodari katika Bwana. Paulo anasema kwenye kitabu cha Efeso ile sura ya 6 mstari wa 10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. 11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. 12, kwa maana kushinda na kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme, wakuu giza, mamlaka za giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa lazima uwe hodari katika Bwana. Tunakuwa hodari si katika elimu zetu, tunakuwa hodari si katika biashara zetu, tunakuwa hodari si katika mazoezi tulionayo, maombi tulionayo. No. Tunakuwa hodari katika Bwana kwa sababu yuko atutie nguvu. Daudi akasema hivi, akasema yependa Ivera akajitia nguvu katika Mungu wake ili amtafute Mungu. Kwa hiyo shujaa si yule mtu ambaye hana hofu, ni yule mtu ambaye anasimama hali kuna hofu, alafu anasema nayaweza mambo yote katika nitia nguvu. Anasema hata hili nalo litapita, anasema hata hili nalo litapita, nitainuka tena, nitarejeshwa tena. Hata kama angeanguka mara 7, kinachomfanya ainuke sio kwa sababu hana hofu, ni kwa sababu ni shujaa katika, anasema nainuka tena, na anaenda, na mwisho wa siku anashinda vita. Anatangazwa huyu ndio shujaa wetu. Haimaanishi alikuwa hana hofu, haimaanishi alikuwa haogopi,
Alikuwa anaogopa, ila akajitia nguvu katika Bwana. Shujaa hakati tamaa. Shujaa hafanyi. Ukiona una chembe za kukata tamaa, wewe sio shujaa. Na kama sio shujaa, nyakati tulizo nazo zitakutoa knockout. Tuko kwenye kipindi ni nyakati ambazo ni hatari, ambazo zinahitaji wanaume na wanawake mashujaa. Soma kitabu cha Waibrania sura ya 11 yote. Kinazungumza mashujaa wa imani. Alafu jiangalie maisha yako na wale. Kwa mtindo huo na staili ya maisha yako hayo unatoboa. Unajikuta utoboi. Na kama utoboi, badilisha maisha. Hakuna urahisi kwenye haya maisha. Tuko vitani. Ungejua ni wangapi wasiopenda ufanikiwe. Kuna watu hata ile shati lilovaa tu linawapa shida. Ungewajua usingelala. Lakini Mungu anatupa kushinda na zaidi ya kushinda. Unaweza kuvunjika moyo kwa sababu ya aina ya maisha ulionayo. Kuna watu hawana hayo maisha. Hawanayo. Ulipaswa kumwambia Mungu asante hata tu hiki ulichonipa. Kwa sababu kuna watu hawana. Hiyo itakufanya uwe na nguvu ya kwenda mbele. Ukipoteza hata kile ambacho kidogo Mungu amekupa hukioni, wewe kuna tofauti na mtu asiyeokoka wala asiamini. Na usitegemee kama Mungu atakusaidia. Ndio maana ukakutana mtu ambaye analalamika kila siku, unakutana naye, mimi maisha yangu ni magumu. Maisha yangu ni magumu. Huyo mtu ni hatari kuliko vyote. Okay, mimi naelewa mtu anapolalamika hivyo anahurumiwa. Hayo sio maisha. Jamani, hata sijana maisha yangu ni magumu kabisa jamani. Ila ni muongo, sio kweli. Hajafikia hapo. Lakini anaweza kweli anafanya kama kujidefense ili kwamba asaidiwe, ingalau ingie mfukoni. Sema jamani, ngoja basi ingalau nikusaidie. Nani? Ila unajiua. Wataka kumshukuru Mungu. Kuna namna ukimwomba Mungu anafungua maisha yako, mioyo ya watu, wasemeni msaidie yule mtu. Sio lazima upige debe. Acha mambo ya kupiga debe. Acha Mungu aseme nao. Sio wewe. Unapochukua nafasi ya Mungu, maana yake hutapata, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye anaweza kumshawishi mwanadamu mwenzake. Utaendelea kudidimia na kuishi maisha ya shida na ya dhiki. Wewe piga magoti mbele za Bwana. Alafu Mungu anakushukuru kwa sababu hata nakula, hata kama sijala nakushukuru kwa sababu nina afya njema. Alafu utaona Mungu atawagusa watu ambao wewe hujui. Ni rahisi Mungu akiingilia kati kwenye shida yako kuliko wewe kuingilia ukajitetea. Ni ngumu sana. Hizo ni hekima za kiroho ambazo watu wengi wanashindwa kwenye maisha kwa sababu wameenda watafuta huruma ya kibinadamu. Sikiliza, huruma ya wanadamu haitendi mapenzi ya Mungu siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima ujue kwamba nyakati tulizopo ni nyakati zinahitaji watu mashujaa. Ni mashujaa tu watapenya. Ni mashujaa tu. Sasa next time nitakwambia kwa nini nyakati tulizonazo zinahitaji watu mashujaa. Kuna sababu kadha wa kadha. Na ndio maana lazima ujiandae kwa nini nyakati tulizonazo zinahitaji watu mashujaa. Alafu jiangalie utapita kweli. Yaani wewe utapita kweli mpaka ubembelezwe. Yaani mpaka ulazimishwe, mpaka ubuluzwe. Unakwenda kweli? Hauwezi kwenda. Na ndio maana leo hii kanisa lina watu wa ajabu kweli. Kwa nini? Wako tepetepe. Hawana mwelekeo.
Lakini angalia kanisa la kwanza lilikuwa na watu heavy duty, watu ambao wakisimama wakianza kuomba panatikiswa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 ukisoma kuanzia mstari wa 21 pale, wakati Petro ameachiliwa wakaenda kwa watu wa kwao wakawapasha mambo yaliyowakuta kule. Biblia inasema hivi, wakakusanyika pamoja kwenye ukumbi wa Sulemani wakaanza kuomba, wakiomba kwa nia moja na kwa sauti moja, wakimuita Mola. Biblia inasema hivi, Roho wa Bwana akawashukia na mahala pale pakatikiswa. Sio leo. Leo hakuna watu leo tumetokea shida tukaitana jamani tukwaza mtu haji. Jamani kuna jambo jamani twende tukamwa tuje kanisa tufunge na kuomba kwa ajili ya jambo. Anasema watafunga wachungaji. Anaangalia pale kanisani nani ambao wanaenda kanisani. Anasema nani Adelina atafunga, nani tena atafunga, Fiona atafunga, Gideon atafunga, Loya atafunga, au atafunga. Au na mchungaji wao atafunga. Sisi tunatusoro tunakula. Ila Jumapili anakuja kanisani. Ila hata na simuoni Mungu hapa. Utamuonaje Mungu na uombe? Ila watu wa kale, watu wa zamani, likitokea tatizo, Biblia inasema hivi, wakati Yehoshafati kuna shida imetokea, akaita kusanyiko katika nyumba ya Bwana. Biblia inasema wakaenda Yuda wote na Yerusalemu wote, wakaenda kupomoka mbele za Bwana. Walipoomba majibu yakatokea, ushindi ukatokea. Leo hakuna kitu kama hicho. Leo ni majungu tu. Majungu. Majungu yako mengi kweli. Ukiona umekaa wawili watatu kuna mtu anapigwa hapa. Hakuna watu, ukute wawili watatu wamekaa wanasoma Biblia. Sahau. Wawili watatu wameshikana mkono naomba kwa nia moja, wawili watakusanyika Paulo na Sila. Hamna. Ukiona amekaa pale ni kumsengenya mtu. Hivi fulani unamuonaje? Mama siku hizi amepungua. Anakonda sana. Yamempata manini jamani. Atakuwa anatumia dawa zipi? Mungu kwa mhukumu wa mtu. Upendo haupo. Hatuna hicho. Hatuwezi kufika. Nyakati tulizonazo zinahitaji watu mashujaa. Hatuwezi kupenya tukashinda kama tuna tantalila. Tunaweka tantalila pembeni, tunaanza kutafuta uso wa Mungu. Tunaweka vichwa vyetu tunaviunganisha na magoti, tunamsihi Mungu. Ndio Mungu anawatafuta watu kwenye nyakati tulizonazo. Funika macho. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, ninaomba uniandae kwa ajili ya nyakati hizi kabla mabaya hayajanipata, katika jina la Yesu. Umesema niwe hodari na moyo wa ushujaa, nisiogope, kwa maana wewe utakuwa pamoja nami popote niendapo. Baba, nakushukuru kwa sababu uko pamoja na mimi hata ukamilifu wa dahari. Andaa moyo wangu, nipe moyo wa ujasiri na ushujaa katika jina la Yesu. Ondoa moyo wa hofu, ondoa moyo mbaya, niwekee moyo wa kumcha Bwana, wa kumpenda Mungu, moyo wa ibada, moyo wa matumaini katika jina la Yesu. Ewe kiumbe wa kuzimu unayefanya kazi kwenye mazingira yangu, ninakufunga kwa damu ya Yesu, ninakushinda kwa damu ya Yesu, ninakuharibu kwa damu ya Yesu. Mipango yako haitafanikiwa, makusudi yako hayatasimama kwa damu ya Yesu. Ninabatilisha kila nguvu ya kutokea shimoni, haitaniathiri wala wanangu, wala familia yangu, wala maisha yangu, wala huduma yangu, kwa jina la Yesu. Niokoe Bwana na watu wabaya, maana imeandikwa, neno la Mungu li hai tena lina nguvu, lina makali kuliko upanga ukatao kuwili, la choma hata kuzigawanya
nafsi na roho. Leo nagawanya kila nafsi ya kuzimu, nafsi ya joka inaigawanya kama vile chuma mchanganyiko na udongo, na ule udongo jinsi ulivyo katika chuma haukwenda kushikamana, ndivyo ambavyo hawatashikamana na maisha yangu, hawatashikamana na uchumi wangu, hawatashikamana na huduma yangu, hawatashikamana na maisha yangu na vipawa vyangu kwa damu ya Yesu. Leo najitenga nao kwa jina la Yesu. Najitenga na udongo, najitenga na chuma katika jina la Yesu. Mabaya hayatanipata wala tauni haitakaribia hema yangu katika jina la Yesu. Mungu nipe kushinda na zaidi ya kushinda, nipe mpenyo katika nyakati hizi na maisha haya kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Naomba tuishie hapo leo. Next time nitazungumza na wewe kwa habari kwa nini nyakati hizi wanahitajika watu mashujaa. Sababu ni zipi? Kuna sababu kadhaa ambazo nitasema na wewe, na zote ni sababu za msingi, na almost zipo kwenye jamii zetu, zipo kanisani, zipo nyumbani kwetu, zipo hata kule tunapofanyia kazi. Usipozijua hizi na ukajiandaa ukajitengeneza, utajikuta adui anakunyaka, alafu unakuwa mateka. Usikubali kuwa mateka wa mtu yeyote wakati wowote. Hebu sema